السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza Allah ambaye ametuwezesha tena kukutana kwenye platform yetu hii ya leo, kuzidi kukumbushana na kuelimishana mambo ambaye yatatufaa hapa duniani na kesho akhera. Rehma na amani zimwendee kiongozi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pamoja na watu wa nyumbani kwake, na radhi za Allah ziwaendee masahaba wake waliofanya juhudi kuipokea dini na kuitangaza mpaka ikatufikia na sisi. Mwenyezi Mungu awe radhi wote na sisi pamoja. Na ndugu zangu, nawashukuru kwa kupata muda wenu huyu kuwa pamoja. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwa wale ambao wanasikiliza maneno yake na kuyafuata. Leo ni muendelezo wa darasa letu ambalo tulilianza wiki iliyopita, darasa ambayo inalenga jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Tukasema kwamba mwanadamu ni biological entity, ni mwili kwanza, kisha mwanadamu vile vile ana mind, ana hisia, ana akili, hiyo ni psychological entity. Lakini vile vile mwanadamu anataamal na watu wanaomzunguka, familia na jamii. Kwa hiyo ana social aspect vile vile ya kijamii. Wanasaikolojia wamejihusisha na mambo matatu hayo, kwamba mwanadamu ni mwili, kisha ni akili, kisha vile vile ni social life ya maisha ya kijamii. Lakini sisi katika Uislamu, wa psychologist wa Kiislamu wameongezea jambo lingine, ni kwamba mwanadamu sio tu hayo, bali vile vile mwanadamu ni spiritual entity, kwamba ana mahusiano na muumba wake aliyomleta katika dunia hii kwa malengo maalum. Kwa hiyo ana mahusiano na Allah subhanahu wa ta'ala katika kutekeleza amri na yale makatazo ambayo Mwenyezi Mungu aliyotupa. Kwa hiyo haya ndio aspect 4 ya mwanadamu. Sasa sisi tunagusia hii upande wa psychology, wa kutizama upande wa akili ya mwanadamu, ya mental ya mwanadamu, hisia za mwanadamu. Mara nyingi hisia zinasababisha ufanye vitendo. Sasa kama mwanadamu hujui kucontrol hisia zako au huzifahamu hisia zako, kwa hiyo itakuwa ni vigumu kwako au itakuwa ni rahisi kuingia katika vitendo ambavyo vinaweza kuwa viko vya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aspect ya hisia ni jambo muhimu sana. Ndio leo na last week tulizungumza hii jambo la emotional intelligence, akili ya kihisia. Wana psychology wa kisasa waliita emotional intelligence, yani al-aqli au al-aqli al-wa'i. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alituambia ya mambo mengi sana katika Qur'ani na vile vile katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa hii dhakaul atifi, emotional intelligence, tukaizungumza, tukaanzia na baadhi ya maswali yanayotuhusu katika ndoa zetu, katika jamii zetu. Nafikiri tulienda zaidi na kuteta taarifu ya maana kabisa ya emotional intelligence. Tukasema kwamba maana yake halisi ni ile uwezo wako wa kutambua hisia zako, ukazielewa na ukazidhibiti, ukajua namna ya kuzicontrol. Lakini sio tu hivyo, kwa sababu unaishi na watu wengine, kwa hiyo ni uwezo vile vile wa kuelewa hisia za watu wengine, ukajua namna gani ya kuziexpress hisia zako kwa watu wengine, communication yako na watu wengine kwa ufanisi, ili iweze kuavoid conflict na baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kutokea na changamoto nyingi ambazo ukapambana nazo. Kwa maana kwamba hili ni jambo muhimu sana, na kwamba ndoa nyingi zinaharibika si kwa sababu ya pesa,
si kwa sababu hakuna zawadi wala nini. Tumeona kwamba ndoa nyingi zinaharibika ni kukosa watu kuelewa hisia zao, kukosa namna ya kuzicontrol hisia zao, kukosa namna ya kuweza kuwasiliana kwa huruma au mazungumzo, communication kwa huruma, na namna ya kutatua matatizo kwa utulivu na busara. Wanasaikolojia wengi wamekubaliana na jambo kama hili. Tukaona kama hii emotional intelligence ina misingi minne. Msingi wa kwanza ni self awareness, ili kujitambua wewe mwenyewe. Alwa'yu dhat bidhati, katika Kiarabu wanasema kujitambua wewe mwenyewe, self, kurecognize your own emotions, yani ukatambua hisia zako mwenyewe na jinsi zinavyoathiri action zako, yani vitendo vyako, na vile hisia zinaathiri tabia zako, na hisia zinaweza kujua nguvu zako, quality zako, kujua udhaifu wako na namna unaweza kutaamal na watu wengine. Hii ndio inaitwa self awareness. Tukasema katika Kiarabu, katika Uislamu tunayo kitu kinaitwa muhasabatu nafs. Hii ni nguzo ya kwanza ya kimsingi. Ama nguzo ya pili ya emotional intelligence, tukasema baada ya wewe kujielewa mwenyewe hisia zako na ukajua namna ya kuzicontrol, na ukajua unatakiwa uelewe na hisia za wale ambao wanaokuzunguka within your own family au katika jamii. Ukaelewa huyu action yake amefanya ni kwa sababu ya hisia zake iko hivi na hivi, itakusaidia kuwafahamu watu wengine na kujua namna ya kuinteract nao. Hiyo inaitwa self awareness, na inaitwa social self management, yani ukajua namna wewe control zile hisia zako. Ama ya tatu ya nyingine ni ile social management. Social management ni kujua sasa hao wanayekuzunguka, au social awareness, wajua wale watu wanayekuzunguka wako vipi, tabia zao ziko vipi, hisia zao ziko vipi. Hili ni jambo muhimu. Lakini msingi wa nne ni relationship management, namna unaweza kumanage na kucontrol relationship, mahusiano yako, yawe ni mahusiano katika ndoa, yawe ni mahusiano katika jamii, yawe ni mahusiano mpaka misikitini, yawe ni mahusiano yako mpaka hata makazini. Unaona, hii inaitwa relationship management, na yote haya tunayo katika Uislamu. Wa psychologists wa kisasa wameyaleta, lakini tunapochunguza Qur'an na hadithi tunayakuta kwamba yamejaa tele, tunayo katika ndani. Kwa hiyo hatuhitaji sana hii psychology ya modern psychology, kumbe tunahitaji sana kitu tunaita Islamic psychology. Kwa hiyo baada ya kusha kuona kwa ujumla hii misingi minne, tukaona kwamba kuna umuhimu tupitie msingi mmoja in details, kwa undani, ili tuweze kuelewa vizuri. Na msingi wa kwanza ambao ndio msingi kabisa unayezama mambo yote ni msingi wa self awareness, kujielewa na kujitambua mwenyewe. Kwa hiyo leo inshallah tutaingia kwenye huu msingi wa kwanza, tutizame kwa mapana na mifano, ili iweze kutusaidia kuweza kuelewa hili jambo, kwa sababu huu ndio msingi mkubwa kabla ya misingi yote ambayo tutakayozungumza. Kwa sababu kama hujajielewa mwenyewe huwezi kumuelewa mwenzako. Wana psychologists wanasema hivyo kwamba huwezi kujielewa wewe, huwezi kumuelewa mwenzako. Huwezi kusimamia wewe kitu ambacho usichokifahamu. Huwezi kudili na mwenzako hali ya kuwa wewe mwenyewe hujitambui. Huwezi kudili na hisia za mwenzako hali ya kuwa wewe mwenyewe hujui hisia zako. Ndio maana wanasema self awareness precede self management, yani kitu cha kwanza ni wewe kujitambua, alafu mambo mengine yanakuja baadaye, kwa sababu huwezi kumanage hisia zako kama hujazijua. Kwa hiyo lazima ujizijue, ndio utajua namna ya kuzimanage na kuweza kuzicontrol. Kwa hiyo inshallah leo msingi huu tutaogelea zaidi, na tunao wataalamu wetu. Tunaye Ukhti Khadija, natumai na Ukhti Salma anaanza atakuwepo vile vile, japokuwa alikuwa na dharura, lakini tunaingia katika mifano ili tuweze kutambua ni nini huu msingi wa self awareness, alwa'yu bidhati. Naanza kwanza kwa taarifu, kwanza definition yake, ili tulikuwa lakini kabla sijampa Ukhti Khadija, hebu tutizame kwanza baadhi ya maswali. Tuanze na kujiuliza baadhi ya maswali. Swali la kwanza ni kwamba kwa nini kuna watu katika ndoa, katika familia, katika jamii
wanapenda sana kuwasahihisha watu wengine, kuwa correct watu wengine, kuwajaji watu wengine, lakini ni wagumu kujisahihisha wenyewe, ni wagumu kujichunguza wenyewe, ni wagumu kujijaji wenyewe. Swali la pili ni kwamba kwa nini katika ni rahisi kuona makosa ya mwingine, lakini inakuwa ni vigumu kuona makosa yako mwenyewe. Kuna waume wanaona makosa ya mke wake zaidi kuliko kuona makosa yake. Kuna wake wanaona makosa ya mume zaidi kuliko kutizama makosa yake. Sasa hayo yote ni maswali ya kujiuliza. Swali lingine ni kwamba kwa nini inakuwa rahisi kusema mwenzi wangu ndiye mwenye makosa, mwenzangu ndiye mwenye makosa, lakini ni vigumu mtu kusema pengine mimi pia nina mchango katika tatizo hili, ile ni tatizo katika ndoa, ile ni tatizo katika familia, ile ni tatizo katika jamii, ile ni tatizo dini. Kwa hiyo inakuwa rahisi mtu kupoint, kumshora kidole mtu mwingine kuliko kujitazama mwenyewe. Inakuwa ni rahisi kutizama aibu za mwingine kuliko kutazama aibu za kwako. Kwa hiyo katika maisha ya ndoa, na hapa tunalenga sana maisha yetu ya ndoa, ni kwamba watu wengi huingia katika ndoa kwa lengo la pengine ili niweze kubadilika. Mwenzi wangu atanibadilisha. Na wako hata vijana katika training za ndoa, tunapouliza nakwambia nataka kuoa kwa sababu nataka nipate mke mwenye ataniongoza kwenye dini, au atanielekeza kwenye dini kwa sababu mimi najisikia dhaifu. Inakuwa ni rahisi sana mambo kama hayo, lakini mtu wachache wataingia kwenye ndoa kwa lengo la kusema nijirekebishe mimi mwenyewe, ndoa inisaidie kuelewa hisia zangu na kucontrol hisia zangu ili niweze kujirekebisha. Ni wachache sana kwenye hiyo. Kwa hiyo wataalamu wa saikolojia wanatuambia hili jambo kwamba huwezi wewe kusimamia hisia za mwingine hali ya kuwa wewe mwenyewe hujui hisia zako. Huwezi mwenyewe kusimamia hisia zako kabla hauwezi wewe mwenyewe hujijui ile hisia zako. Sasa tunaingia katika Uislamu. Uislamu umetufundisha mambo haya kwa muda mrefu, zaidi ya miaka 1400 tunayo katika Uislamu. Kwa hiyo tuna psychology inaitwa Islamic psychology, yani saikolojia ya Kiislamu. Kwa hiyo leo inshallah tunaingia katika nguzo ya kwanza katika akili hii, akili ya kihisia ambayo inaitwa emotional intelligence, ambayo ni kujitambua ni nini hasa. Kujitambua, ndugu zangu, ni ule uwezo wako wewe kama mwanadamu, mke, mume, mtoto, mtu mzima, kujitambua. Hilo ndio jambo la kwanza. Kujitambua, kutambua hisia zako mwenyewe, kutambua yale mawazo yako, your own thoughts, kutambua zile quality, nguvu zako unazo. Kila mwanadamu anazo quality, ana nguvu fulani anazo. Kila mwanadamu iko hivyo. Kila mwanadamu anakuwa na nguvu zake, na kila mwanadamu ana udhaifu wake. Kwa hiyo kutambua nguvu zangu, kutambua udhaifu wangu, hiyo inaitwa kujitambua mwenyewe, self awareness. Lakini vile vile ni kutambua tabia zako mwenyewe, kwamba mimi nina tabia fulani, na tabia fulani, na tabia fulani. Kuna mtu anaishi tu wala hajitambui zile tabia zake. Leo anaanza kuact hivi, kesho kwa akact na lingine hivi, kwa situation ile ile moja. Lakini ziada, self awareness ni kutambua jinsi hali yako ya ndani, your inner state, hasira, kukasirika, sijui kununa, kunini, furaha, kuitambua zile inner state zako, hali yako ya nafsi inavyoathiri watu wengine, kwa sababu ile hasira zako zinaweza kuathiri mtu mwingine, kununa kwako kunaweza kuathiri mtu mwingine, ukimya wako unaweza kuathiri mtu mwingine, awe ni mwenzako, mume, mke, watoto, nyumbani, ndugu na nini. Kwa hiyo haya yote, kuelewa utambulisho huu, kuelewa haya, ndio inaitwa self awareness, almuhasabatu nafsiyya au muhasabatu nafs, kujitambua mwenyewe. Sasa katika Uislamu inshallah tutatizama ili jambo katika Qur'ani, Mungu amesemaje, vile vile katika hadithi na mifano mbalimbali ili tuweze. Lakini kabla sijaendelea, hebu tumkaribishe ukhti Khadija aweze
kutupa baadhi ya mifano na yale ametuandalia kuhusu mada hii muhimu sana. Wana saikolojia wanatuambia, watu hata wa dini wanatuambia, hapa ndio msingi mkubwa ambao unamtengeneza mwanadamu. Naam, tafadhali ukhti Khadija. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namshukuru Mwenyezi Mungu kuturudisha tena kwenye darasa letu kama la kawaida. Na Ustazi Ahmed, nashukuru sana kwa kuleta mada hii. Kwa hiyo mimi nitakuwa natia chumvi kwa hicho licho ambacho umekitangulia kukiongea. Kama alivyosema Ustazi Ahmed, self awareness kwa Kiswahili ni hisia za utambuzi wa kwako mwenyewe binafsi. Wanasaikolojia wanasema hivi, utambuzi huu wa self awareness, wa utambuzi wa hisia zako, ni kile kitendo cha kuyakubali mapungufu, mazuri, mabaya. Wanasema sisi tunapokuwa watoto kuna vitu tunakuwa tumeviona ndani, kwa sababu kama tunavyojua mtoto anakuwa anaanza kujifunza akiwa tumboni mwa mamake. Kwa hiyo tangu pale tumboni kwa mamake mtoto anakuwa ameanza kupiki vitu. Vile mvovipiki ndani kwenu vinakuwa vinasemwa ndani, vinafanywa. Wewe unakuwa unaviona kwamba vile vitu ni sawa. Kwa hiyo vinajengeleka zika imani. Wanasaikolojia wanasema kwamba matendo yanatoka huko kwenye shina la moyo. Shina la moyo ni imani. Kwanza unajenga imani yako kwenye moyo wako, alafu inakuja mawazo, alafu inakuja hisia, alafu inakuja matendo, ambayo matendo ndio tabia. Kwa hiyo mtu akifanya kitendo kimetoka mbali sana, kwamba ni kitu amekibilivu kule, amekitengeneza kichwani, kwenye moyo wake, kwenye shina la moyo. Ndio maana ile Mtume amesema kuna pande la damu la nyama likitengemaa, kila kitu kimetengemaa. Ile kwamba ni moyo wa mtu ukiwa mchafu, system yote inakuwa chafu. Sasa katika kujitambua kihisia ndio tunarudi kule kwamba vile vitu mlivinormalize ndani kwenu ambavyo si sahihi, ukiwa mkubwa unabidi uvikungute. Sasa mara nyingi uvikungute ndio utakuwa sawa. Sasa wanasaikolojia wanasema hivi, watu wanakuwa na tabia, wanatengeneza, Kiingereza wanasema defense mechanism, tabia ya kujikwepa, yani wanasema mfumo wa kisaikolojia wa kujilinda. Wewe unajijua kwamba una tabia labda ya kujaji, au ndani kwenu mlikuwa mnaongea kwamba kabila fulani ni baya, watu fulani wabaya, kumbe sio. Huwezi kugeneralize watu fulani wabaya. Kwa hiyo ukikua sasa inabidi wewe utoe ile, kwamba ureflect, ukae chini useme sisi chumbani kwetu kwa tutaizo hili sio, kwa inabidi mimi ngoja nilitoe taratibu. Sasa kwa sababu tunachokiongelea hapa ni mawasiliano. Ukiwa wewe kichwani kwako, kwenye moyo wako ulijenga hiyo, ni rahisi sana mtu akija ukamjaji ukashindwa kumsupport. Na sisi Waislamu tuna bahati sana kwa sababu sira, hadithi, Qurani, mifano iko tele ya kuondoa haya magonjwa, maana ni magonjwa ya moyo ambayo wanasaikolojia wameweka kama vile kiburi. Tunaambiwa katika Uislamu kiburi, kwa sababu mambo ya kumdhania mwenzio kwamba yuko hivi, au wewe una kitu kibaya unakifanya, au ndio tabia yako, lakini hureflect ukakikunguta. Sasa wanasaikolojia wanasema hiyo defense mechanism. Wewe unasema fulani ndio kanisababisha nikampiga, amenichokoza huyo, amenifanya hivi. Kumbe unatempa, lakini unatengeneza dinayo kila siku.
wewe kila siku ni about you. Kile ni kiburi cha ibilisi, na ndio maana unaona tunaambiwa sana kiburi, ego, selfishness ndio magonjwa ya moyo hao. Kiburi, ego, selfishness, kufunika matatizo kama ninavyosema, athari za tabia zako za zamani, kwa sababu katika saikolojia pana unconscious mind ambayo inaitwa akili fiche. Akili fiche, wewe ulikuwa una stamp vitu, una scan ndani vitu kwenu. Sasa umeondoka na matakataka ambayo hayatakiwi, ambayo yanakufanya hata quality ya ibada zako. Ndio maana unaona hata sisi Waislamu hatuwezi kusaidiana. Mtu akipata tatizo haezi kwenda msikitini pale, kwa sababu tuna maradhi ambayo mtu utamjaji yule. Sasa tunatakiwa sisi tuiondoe. Sasa katika Uislamu ndio mimi nasemaga hivi kwamba mimi nasemaga kujikimbia, ubaguzi, kujaji, kutojiunga. Unakuwa hujajiunga, hujakaa ukajiconnect, ukajikunguta, ambao hivi ukijikunguta ndoa yako itakuwa nzuri, mahusiano yako yatakuwa mazuri, community, kutengeneza hata group litakuwa zuri kwa sababu umejikubali. Sasa katika Uislamu tuna mfano mzuri sana. Hadithi ya Ustaz Ahmed nitamwacha ifafanue hadithi ya sahaba ambaye, yani huyu sahaba anaonekana, yani ukiangalia hadithi, ukidadavua hadithi, maana yake ni kwamba hakuwa hata na position, hakuwa hata na nyadhifa yoyote, hakuna mtu alikuwa anamjua. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hadithi imesema kwanza, mara ya kwanza akaingia msikitini, kaweka kobazi zake kwa pani. Mtume anasema huyo atakayeingia sasa hivi ni mtu wa peponi. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Ile hadithi nzuri sana kwa sababu kwamba yule mtu hamna anayemjua, hakuwa na madaraka, hakuwa na position, lakini ana quality moja kubwa sana. Alikuwa anakaa na connect, anajidadavua, anakunguta matakataka alionayo, kama kuna mtu kamkosea anamsamehe. Sasa sisi Waislamu zile hadithi zinatosha, kwa sababu katika psychology communication ya sisi, mimi na wewe, ni vitendo, sio kwa mdomo, kwa sababu kwa mdomo ni only 7%, inayobakia ni fasho 55%, toni ya sauti 35% ya expression. Kwa hiyo mawasiliano yetu sisi wenyewe ndio kwa sababu mimi nitasoma body language yako, nitakujua wewe hufai, uweze kunisaidia, nitaondoka. Kwa hiyo Ustaz Ahmed, na kurudishia kwako, uieleze vizuri hadithi ili tuweze kuelewa vizuri inshallah. Karibu. Inshallah, barakallahu fik. Na mfumo ambao tunakwenda nao ndugu zangu ni kwamba kama hivi Ustaz Khadija anazungumza jambo, alafu tunalipeleka kwenye dini ili ku reinforce understanding yetu na ule uelewa wetu katika kidini, kwa sababu tunayazungumza haya psychology, lakini tunazungumza psychology upande perspective ya Uislamu na Qur'ani na hadithi. Kwa hiyo tuyaelewe haya kidini, ndio tutakuwa yanatusaidia vizuri zaidi. Kwa hapa ukatupa mfano mzuri kwamba mwanzo, hisia, tabia, kila kitu kinaanzia ni kwenye sehemu fulani ya mwili ya mwanadamu ambayo ni ndani ya nafsi. Ni hadithi maarufu sana ile Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, ala wa inna fil jasadi mudgha, anatuambia kwamba zingatieni kwamba katika mwili wa mwanadamu, hii kimwili cha biological ya mwili, kuna mudgha, kuna pande fulani la damu. Idha salahat, hicho kiungo kikiwa vizuri, basi salaha aljasad kullu, yani mwili wote wa mwanadamu utakuwa vizuri. Wa idha fasadat, na kikiharibika kiungo hicho, fasada aljasad kullu, mwili wa mwanadamu wote, uwe tajiri, uwe milionea, uwe nini, lakini kile kiungo chako kikiharibika hicho,
basi mwili wako mzima, yani maisha yako mzima yanaharibika. Ala wa hiya alqalb. Akasema kwamba ni nini? Ni moyo. Moyo hapa tunakusudia kwamba ni ile ndani, internal state yako, ndio ile tumesema inner state yako. Kajichunguza ndani ya moyo, ndani ya hiyo internal, ndio kwenye sehemu kuna hisia zako, kuna matendo, kuna quality zako, kuna yale shortcomings zako, kwamba bana mimi na mapungufu fulani, vyote hivyo viko humo, na hivi ndio vina drive tabia zako, kutokana na yale unayohisi, kutokana na zile nia uko nayo ndani ya nafsi yako, kutokana na nia yako ndio maana una communicate, unawasiliana na mtu fulani kwa hasira. Ndio maana kutokana na ile nia yako ndani ya moyo wako, ndio maana unawasiliana na mtu kwa kucheka. Vyote hapa ndio source ya kila kitu. Tukielewa hii sehemu kama vile mtu anavyosema, basi mambo yetu yote yatakuwa mazuri. Ndio utaona watu wa milionea na mamilionea, lakini jambo fulani limembana ndani ya moyo, anachukua kisu anajua, anachukua silaha bastola anajua. Bora wewe na bilioni jamani, na maskini wako zao kwa Afrika, hata analala ajua atakula nini kesho, lakini anacheka. Anahuya nini ndani ya nafsi yake pako vizuri, kaelewa hisia zake, anazicontrol hisia zake. Alhamdulillah. Hadithi ya pili ametoa hii mfano mmoja mzuri sana wa hadithi. Mashallah, hizi hadithi mara nyingi huwa tunasoma, tunasikia kwa mashehe, zinapita tu hivyo hivyo zinapita, lakini muhimu kuziweka katika ethic yake, katika domain yake, na hapa ni katika mambo upande wa psychology ya Kiislamu. Hii hadithi ni sahaba mmoja, siku moja Mtume SAW amedarasisha, iko na masahaba, anawapa da'wa kidogo, akasimama akasema yadkhulu alaykum rajulun min ahli aljanna. Anasema hivi punde hapa pataingia mtu, huyo mtu ni katika watu wa peponi. Masahaba wakaendelea tu, Mtume akaendelea, anatoa darasa lake, anazungumza, anawaambia. Punde tu pakatokea mtu anaingia, sahaba mmoja ametoka ametawadha, ana maji bado kusoni, kwenye mikono, ana sandals zake kwenye kwapa ameweka. Huyu yani mtu dhaifu tu, mtu wa kawaida kaingia. Huyu au huyu? Wengine wanaona hata si huyu. Siku ya pili Mtume SAW anatoa tena darasa, akawaambia tena hivyo hivyo, yadkhulu alaykum rajulun min ahli aljanna. Hivi punde pataingia huyo mtu ni katika watu wa peponi. Sikia vile Mtume SAW mbashiria mtu kama mtu wa peponi. Wakakaa wanaendelea wanasikia darasa, hatimaye akaingia yule bwana, na hali yake ile tu, duni, dhaifu tu, na maji, mtu wa kawaida tu. Akakaa mpaka safari ya tatu vile sehemu ya watu ya tatu, Mtume akamwambia hivyo, akatokea yule. Sasa baadhi ya masahaba wengine wanaona ndiye huyo, wengine palikuwa mmoja katika masahaba, Allahu Akbar, huyu alikuwa very clever, akaona akasema hata safari ya kwanza ilikuwa ni huyu, safari ya pili ni huyu, safari ya tatu ni hata haiwezekani. Akamwendea ule jamaa, akabuni kama hoja kwamba maana yeye ni kijana, kwa hiyo mimi nimegombana kidogo na mzee wangu, kwa hiyo nilikuwa nataka nije kwako unipe hata sehemu ya kulala kidogo, siku 2-3 hizi, ili mzee kidogo cool down, alafu tutaendane. Sahaba akamwambia tafadhali, akamkaribisha kwake, akakaa. Lengo la kijana ilikuwa yeye anataka kuona huyu ndio katika wale Mtume SAW amesema ni mtu wa peponi. Sasa nataka nijue kitu gani, ibada gani anayoifanya special ya kumfanya huyu kabashiriwa iko peponi hali ya kuwa bado iko duniani. Lengo lake. Akakaa naye hapo, akaona mchana wote, usiku, kwa sababu pengine usiku ni mtu atakuwa wa ibada za usiku, ni mtu wa nini, akaona mwenzake analala. Anakaa kila kishtuka anaona analala. Siku ya kwanza haoni ibada special, usiku wa pili haoni ibada special, mpaka siku ya tatu ilibidi amwambie sasa ukweli wake. Maana mimi hali yangu ni hii na hii na hii, nilikwambia kwamba nakuja kwa sababu nikae, tumeikhtilafiana na mzee wangu, lakini sio hilo. Mimi kuna kitu ambacho Mtume SAW alikuwa anadarasisha mara 3 on 3 occasions. Anasema pataingia mtu mmoja katika watu, punde ukaingia wewe,
siku ya pili ukaingia wewe, siku ya tatu ukaingia wewe. Sasa nataka kujua ibada gani special unafanya mpaka wewe ubashiriwe pepo hivyo? Sijaona jambo la ajabu, sio mwenye kufunga saumu sana wala kusimama sana usiku. Akamwambia haya umeyaona, ndio hayo hayo, hakuna la ziada. Haya eti haya haya, خلاص bana, mimi nakwenda. Yule akataka kutoka akamuita, tafadhali njoo kwanza kidogo. Akamwambia labda kuna kitu kimoja, mimi nina kitu ambacho siwezi kulala usiku mpaka nimechunguza nafsi yangu, nikajitambua, nikatizama mapungufu yangu kwa siku hiyo yalikuwa yapi, mambo mema mangapi nilifanya, mtu gani nilimkosea, uhusiano wangu na watu ulikuwa vipi, na kama kuna kosa naomba msamaha, nasafisha kabisa. Kuna mtu alinikosea, nasafisha moyo wangu, nisiwi na kero, nisiwi na nini. Yani kila usiku. Akamwambia kila siku, hiyo ndio exercise yangu ninafanya, hiyo ndio ibada ambayo ninafanya. Akasema hilo ndio jambo ambayo umetuzidi, hilo ndio jambo ambayo umetuzidi. Sasa ukitizama hii hadithi ukachunguza na mada yetu, alichokifanya huyu, ibada kubwa aliyoifanya ni ibada ipi? Ukaa usiku, hisia zangu ziko vipi? Je, nimekasirika? Leo sikasirika, alhamdulillah. Nimekasirika, kitu gani kilinikasirikisha? Inaitwa triggers. Kitu gani kinafanya wewe ukawe na happiness, ukafurahi, ukakasirika, ukanuna? Anachunguza vyote hivyo. Nilimkosea nani? Fulani. Katika majibu yangu yako mazuri, katika text nilimtext fulani haikuwa vizuri, hebu niombe msamaha, naomba msamaha Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nisamehe kwa hili na hili na hili, ili nikisha nilale sina tatizo na wote. Ukilinganisha hii hadithi na ile hadithi ya kwamba ndani ya moyo na mwanadamu kuna kitu ambacho ukisafisha hicho kikiwa saleh vizuri, wewe uko raha mustarehe, na kikiharibika sasa ujiulize, wangapi tunalala na hasira, tunalala na kununa, tunalala na chuki, tunalala na jealousy, tunalala sijui na fulani, tunalala na umbea. Umeshafanya umbea alafu ndio unalala. Nafsi yako kwa vipi? Hii imejaa maradhi, lakini at the same times unaamka siku ya Jumatatu umefunga. Jana Jumapili usiku umelala, lakini hasira na nini, nafsi ilikuwa chafu. Lakini ibada ya kuswali ya kusaumu na mka nayo. Sasa unasaumu kwa viungo, lakini nafsi haijasaumu vizuri. Hiyo ndio upande wa katika muhasabatun nafs, self awareness. Naam, hebu turudi tena kwa ukhti Khadija, tafadhali. Ngoja nifungue. Unaweza kufungua ukhti Khadija? Shukran, nimefunguka. Ustadh Ahmed, kwa hicho ulichokiongea umenikumbusha kwamba mahusiano yetu tunatakiwa, yani kuna yani health, afya ya mahusiano yetu sisi wenyewe. Kwanza mahusiano yangu mimi na mimi mwenyewe, ndio nitatoa mahusiano yangu mazuri na Mwenyezi Mungu, na ndio nitatoa mahusiano mazuri na wengine. Kwa unapokuwa niko msafi, ndiyo nitatengemaa uhusiano wangu na Mwenyezi Mungu utakuwa msafi. Ndio hiyo wanasaikolojia wanasema kwamba usijikimbie, usijustify ile kusema sijui nililelewa sijui na mama wa kambo, sijui ni suffer domestic abuse nilipokuwa mdogo, sijui yani ile justification ya vitu ambavyo trauma sijui nini. Yani unachotakiwa you do your part, you try your best kufanya part yako as much as possible. Sasa katika hayo mazingatio ya kujitambua,
mi naendelea kwenye upande wa mawasiliano, kwa sababu katika source ya maugomvi mengi ya kwenye ndoa, source ni mawasiliano. Unakuta mtu yuko na mume wake au yuko na mke wake, lakini hahisi kwamba yule anakuwa ni kama hayupo, hafili kwamba anasikilizwa, hasikilizwi, hafili kuwepo kwake hakupo, anafili yuko judged, anahisi kwamba hana thamani. Kesi nyingi zikija ni kwamba yule mtu yupo lakini hayupo, kwa hiyo yule anapata nothing, ile attention, kusikilizwa. Sisi katika domestic abuse tunasema shut voices, yani kafungwa. Sasa kafungwa mdomo wake. Unajua kafungwa mdomo wake kwa sababu gani? Yule ambaye yuko naye, ambaye anaona kwamba hajamuona, wanasema sifili kuonekana, ni kwamba yeye kajikimbia. Yule ana mahusiano mabaya na yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndoa zetu tumekutana, tunaoana, lakini mahusiano yetu na sisi wenyewe mabaya. Sasa utatoaje kwa mwenzako? Mtu mko ndani, kila mmoja yuko kwenye simu. Mtihani wa sasa hivi, mtu yani unaongea na mke wako, unaongea na mume wako, lakini ule uko kwenye simu. Anaongea na mke wake, anaongea na mume wake, yuko kwenye TV. Sasa lazima we absent. Na ndio sasa hivi magonjwa ya akili, watu kwani mental health kubwa, kwa sababu ndani hatuko pamoja. Yani uko ndani lakini uko peke yako, una void kwenye moyo, kwa sababu ndoa ni tranquility, ni mawarda na rahma. Kama hajapatikana ndani, wewe mume wako ametoka kazini, sababu mawasiliano ni tangu ile mnavonana mara kwanza, kile wazungu wanaita attending, ni ile kile katoka kazini, umemfungulia mlango, yale mawasiliano ya vitendo. Kisaikolojia, mawasiliano ya fasho ya uso ya uso ni 55%. Ndio pana ile hadithi ya Abdullah ibn Maktum, kuja nitaelezea kidogo hapo baadaye kidogo. Alafu mawasiliano ya sauti, ya aina ya sauti ni 35. Mawasiliano ya mdomo haya ni 7 tu, ndogo sana. Kwa hiyo mawasiliano yetu sisi, Mungu alivyotuumba, yako kwenye vitendo na ishara, ambayo ni expression, ishara. Kwa hiyo wewe umemfungulia mlango mume wako, kashaona tuwe mzushi pale, hamna chochote, basi anaenda na jikalia zake, kwa sababu sio mpaka kuongea. Tushaambiwa 55 fasho ya mawasiliano ya image za uso. Ndio pale sisi Waislamu tuna bahati sana, tukapigwa sura ya nani hii, ya Suratul Abasa, Abdullah ibn Maktum, kipofu. Hebu zingatia kwa nini tulipigwa hiyo lesson ya kipofu. Namba 1, mnyonge. Yani mtu anapowasiliana na mtu anakuwa mnyonge, wazungu wanasema vulnerable, kwamba anatakiwa ajiachie. Ndio maana tukapewa mfano wa kipofu to reflect. Kipofu ataonaje kwamba mtume alimgeuzia mgongo? Ataonaje kwamba mtume alikunja uso? Ataonaje? Haoni. Ile ni message kwamba katika kuwasiliana kuna wanyonge, wape haki zao, utawadhulumu. Kuna wanyonge ambao hata kujielezea hawawezi, hata kujidadavua hawawezi. Hata mimi nafanya kwenye crime, mtu anakuja kafanyiwa ushenzi, lakini kesi yake haimiliki, haoni, yani hajui kujikamata akupe hii kesi. Kwa mimi kazi yangu namtengenezea ile kesi aikamate, aweze kujisimamia. Sasa ndio na reflect huko kwenye hadithi ya sura Abasa, kwamba kwa nini tukaletewa mfano wa mnyonge
wa kipofu. Mtume sasa hamuoni, yule kipofu hawezi kuona kwamba mtume alikunja uso, aligeuka. Ile ndio kwenye Qur'an wanasema hivi, hamuoni hivi, hamtafakari hivi. Ile ni message kwamba katika kuwasiliana kwetu kuna wanyonge, tutawadhulumu. Kwa hiyo kila ukosana na mtu uwe makini, na ndio kama wewe hukai usiku kama huyo jamaa ukawa unajidadavua siku nzima, utakuwa unafanya makosa na utaingia kwenye dhuluma, utaingia kwenye dhambi. Katika psychology wanakuambia muache mtu awe mnyonge kwako mkiwasiliana, ajiachie. Ndio tunakuja katika Uislamu tunakuta ile hadithi nyingine ya yule mtoto aliyekuja kwa Mtume SAW akamwambia kwamba anataka anaomba ruhusa ya kufanya zinaa. Ile ninakuonyesha kwamba yule mtoto, wazungu wanaita kapewa space, kapewa nafasi ya kuwa mnyonge. Yaani watu wote walikuwa wanaweza kumfuata Mtume SAW kwa sababu alikuwa anawaacha hawajaji, wanajiachia, mpaka kenda akasema hadharani, wewe nani anaweza kufuata hata peke yako akupigia simu akwambia kama anataka kufanya hicho kitendo? Kwa sababu hatuna hiyo hali ya kuwapa watu nafasi. Ndio unaona katika nyumba kila mmoja anaenda ana mtu wake huko. Sisi bara tunaita shimo, kwamba katafuta shimo lake huko la kutemea cheche. Pale ndani hawezi, hasikilizwi, haonekani, hafurukuti. Kwa hiyo kama huja connect na wewe mwenyewe, huwezi kuwa na ndoa nzuri, kwa sababu usijikimbie, usikatae, usijustify, mimi lelewa hivi, sijui kwetu tuna hiki, sijui kwetu kuna hiki. Kung'uta, ndio utaweza kukaa na mwingine. Ustaz Ahmed, nakurudisha tena uendelee na mifano ya hiyo miwili inshallah. Shukrani. Mashaallah, barakallahu fik ukhti. Naam. Ukhti, kitu amezungumza sana hapa ni kurudia ndani ya nafsi yako. Uitizame tena nafsi yako, kurudie tena nafsi yako, ukaichunguza. Subhanallah, yani hili ni jambo muhimu sana. Nimerejea tena kwa ile hadithi ambayo tumeitaja hapa, mpaka jamaa kabashiriwa pepo. Hakubashiria pepo kwa sababu ya swala za usiku, hakubashiriwa pepo kwa sababu ya saumu za Jumatatu, Alhamisi au Ashura au saumu za sunna muhimu kuyafanya. Kabashiriwa pepo kwa jambo muhimu ambalo Mtume kashalisema kwenye hadithi nyingine. Hii sehemu yetu ya moyo ambayo ndio sehemu ndio source ya hisia za hasira, za jealousy, za kibri, za nini. Hapa niongeze tena katika aliyomwambia yule sahaba, alikuwa anaitwa Abdullah bin Amr bin As. Huyo Abdullah bin Amr katika vijana, alikuwa bado kijana, akamwambia kwamba kila usiku mimi nina make sure la ajidu fi nafsi ghillan li ahad min almuslimin, na make sure yani nimesafisha moyo wangu, sina jealousy, sina kinyongo na mtu aliyenikosea, nasamehe, aliyemfanyia hivi nasamehe. Kila siku ndio nafanya hiyo ibada. Wala ahsuduhu ala khairi atahu Allah, wala simhusudi kwenye khairi ambayo Mwenyezi Mungu alimpa. Kuna watu tunahusudu bila kujiona kama unahusudu. Fulani mashallah siku hizi kapata kazi, unajua bana, lakini salikuwa hivi. Unamhusudu, huoni kama unamhusudu. Lakini ala amekaa miaka 3 hajapata, sasa ndo kapata, au mwanae ndo kapata kazi, au mwanae kapata mume, mashallah kapata kitu, tunasema tu mashallah. Lakini mashallah ya mdomoni, je, mashallah iko imetoka ndani ya moyo? Bora usisemi kuliko kukaa ndani. Kumbe unaweza kuwa unamhusudu bila kujua. Sasa huyu anasema na make sure kila usiku sihusudu mtu yoyote. Ile ndio ibada alikuwa nayo kubwa, na mpaka Mtume SAW kambashiria pepo mara 3, anakuja asema huyu. Na Abdullah bin Amr bin As akasema kweli, akasema hadha hiya allati la nutiq, hili jambo ndio ambalo sisi tumeshindwa. Tunaweza kukubali wa sahaba anasema hili ndio umetushinda hili, kwa sababu tunafunga saumu, tunaswali sote vizuri, mashallah, tunakwenda mpaka jihadi, tunafanya hivi nafanya vile, lakini hili umetushinda.
Unaona vile na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anadarasisha umma, anawapa mfano na mfano unatokea unaona. Kwa hiyo na sisi tutizame mifano kama hii itusaidie. Naam, tusimameni usiku, tufanye saumu, lakini hichi kiungo ambacho Mtume amesema tuwe tunakichunguza. Hebu tuone katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia vizuri katika Qur'an. Anasema uhakika kabisa, bali al-insan ala nafsihi basira, bal mwanadamu kwenye nafsi yake, juu ya nafsi yake, basi ni mwenye kuitambua vizuri, ni mwenye kuishuhudia vizuri. Basira ni ile yani kama vile unafanya test x-ray alafu unatizama ndani ya kitu. Basira sio kutazama tu hivi, la, ni kutazama mpaka kwa jua kiini cha ndani. Sasa kila mwanadamu Allah ana confirm anajua nafsi yake vile ilivyo. Mwanadamu anajua kama nina hasira, anajua nina ghadhabu, anajua hapa nina jealousy, anajua kama hapa nimehusudu mtu ambaye hivi. Mwanadamu yote anajijua. Kwa hiyo mwanadamu unaweza kuwadanganya watu, unaweza kuonyesha tabasamu kwa watu, kumbe ndani ya moyo wako kuna hasira. Unaweza kujitetea mbele za watu wengi, lakini ndani ya nafsi yako unajua ukweli wako. Iwe ni mume, iwe ni mke. Kwa unajua mwanadamu, kwa nini nimekasirika, kwa nini nimesema neno hili, kwa nini nimeumia kwa kusikia neno fulani. Kwa hiyo ndio Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani, katika sura Al-Hashr, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Ndio sisi anatuambia enyi mlioamini, taqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu. Tumuogope Mwenyezi Mungu kwenye kitu gani ya Rabbi? Walitandhur nafsum ma qaddamat lighadin, kila nafsi, kila mmoja wenu achunguze nafsi yake ile alichokitanguliza kwa kesho. Tazama hii aya, tazama ile hadithi ya huyu jamaa usiku anakaa anasema nafsi yangu hivi, nifanyaje ili niamke kesho niwe clean, sina kinyongo na mtu, sijui na hivi nasafisha. Sio kutanguliza tu kesho akhera, ni kwa vitendo. Kwanza nafsi, kwa sababu nafsi na hisia ndio zina drive vitendo vyetu. Ikiwa hili pako peupe vizuri, na vitendo vitakuwa vyeupe. Pakiwa peupe, na communication yangu na mke itakuwa nzuri, na communication yangu na mume itakuwa nzuri, dhana yangu itakuwa ikiwa nzuri, basi nadhani nitamdhania mtu jambo lizuri na nitazungumza naye vitu vizuri. Lakini dhana ikiwa chafu inaleta hasira. Dhana ikiwa chafu naweza kutenda kitendo fulani likawa libaya. Nini yote hiyo? Source ni nini? Kile kiungo. Umar ibn Khattab na msemo wake mmoja mzuri sana, anasema hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, jihisabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Ni nini hapa? Ni mtu anayefanya muhasabatu nafs. Leo nimeongea vipi? Leo nimemuumiza nani? Leo nimemjibu vipi aliyenitumia message kali? Mtu anaweza kutumia message kali, umejibu wewe na kwa ukali. Mtu akakutumia message ya maombi ya pesa, umejibu vipi? Watu wa Afrika nao hawa nini, utasema maneno pengine maana usirudi tena, na unamkatia hapo moja kwa moja. Fanya muhasaba tu jioni, kama je, nilifanya hivi kwa vizuri? Leo nimemfanyia mwenzi wangu ajisikieje? Nimemuudhi, sikumuudhi? Je, nimeweza kuomba msamaha, sikuweza kuomba msamaha? Hii ni baadhi ya Qur'ani inatufundisha hivyo. Haya yote tunafundishwa katika nani? Sasa tunapoweka katika mada hii ya emotional intelligence, akili ya kihisia, hapa tukipatengeneza vizuri, utatengeneza mahusiano yako ya ndani ya ndoa, utatengeneza mahusiano yako katika familia yako, utatengeneza mahusiano yako msikitini, kwenye jamii. Huwezi kuwa na tatizo lolote linatoka kama vile yule jamaa aliyobashiriwa pepo. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa katika watu ambao tutabashiriwa pepo. Naam. Labda turudi tena kwa Ukhti Khadija katika baadhi ya mifano ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tusome kwa mifano, ndio inatusaidia na katika more understanding ya nini.
Ipo mifano yote unaweza kutupa Ustadh Khadija? Mfano mwingine ambao unajua katika psychology, katika mawasiliano ni kwamba umwache yule awe mnyonge, ajiachie, yani vulnerable, afanye kitu chochote hata cha ajabu. Sasa mimi nikirudi kwenye Uislamu nashangaa hadithi ya ngamia, yule ngamia alivyoshtaki kwa Mtume SAW. Hile ukiangalia hadithi ile ya ngamia, Ustaz Ahmed, nitakuacha uidadavue. Yani ni kama mtu yuko kwenye marriage anashitaki kwamba sifanyiwi hiki, sifanyiwi hiki, sifanyiwi hiki. Ona kachukua mnyama na kuna sentensi Mtume ameisema kwamba vile mnapodili na watu muangalie wanyonge kwa sababu hawezi kujielezea. Yani kwamba fikiria tumeletewa message ya mnyama. Maana yake pale ni kwamba tunavumingo pamoja huku kuna wanyonge ambao hawawezi kujisimamia, hawawezi kujielezea, utawadhulumu. Kwa hiyo tuwe makini. Ndio maana hebu fikiria tumepewa ya kipofu. Mwenyezi Mungu anatujua, katuumba. Tumepewa ya kipofu. Tumepewa sasa ya ngamia. Ustaz Ahmed, karibu. Hebu niambie ya ngamia vipi? Nikumbushe hii hapo. Yani kuna Mtume SAW alikuwa anapita, kuna mtu ana ngamia wake anamfuga, hamlishi, anampa makazi, anamfanyisha makazi mengi, hapumziki. Ametoja vitu kama 4 hivi. Kwa hiyo yule mtu akamwona Mtume kama ni mtu mwema, akamuita. Alivyomuita yule mtu ndo akamuita Mtume SAW. Ngamia akashtaki, akasema ananifanyisha kazi sana, silishwi, sinyweshwi maji, yani hana haki, hana right. Kwa hiyo ukiangalia hii, mimi naiweka sana, naiona iko kwenye domestic abuse. Mtu mwingine anakuwa kaoa au kaolewa, ni both ways. Mwanamke, mwanaume kaoa, au mtoto wa kambo ndani, au house girl. Nani ngamia nzuri sana ukizingatia, kwa sababu ni mtu ambaye una authorities. Katika abuse pana power in balance, kwamba wewe kwa sababu wewe mkubwa, yani abuse iko hivi kwamba unaweza umzidi mwenzio kiakili, kielimu, kimwili, kiumri, kistatus, labda wewe ni mwalimu au wewe ni imam. Hivyo ni vitu vikubwa vinaweza kufanya uabuse mtu. Ya unatakiwa uwe humble, kwa sababu hizo anything ulichomzidi mwenzako kila unaweza ukimwabuse mwenzako. Sasa ndio hii message ya ngamia kwamba yule baba ana authority, ana dhamana, ana dhima kwa huyo ngamia, kwa amemfanyisha makazi, hampi chakula, mpaka ngamia akashtaki kwa Mtume SAW. Kwa hiyo maana yake ni power and balance kwa mtu yoyote ambaye una jukumu naye, wafanyakazi wa ndani, mtoto wa kambo, mume, mke. Karibu Ustaz Ahmed. Naam, barakallahu fik. Asante. Umeitafsiri zaidi hiyo, nafikiri inaweza kutosha, lakini labda nitagusia kwenye nani moja umezungumza kuhusu madhaifu, lakini vile vile Ustadh Khadija, nafikiri baada ya hili tutaingia katika ili watu kutazama dalili za mtu kukosa kujitambua hasa katika ndoa. Tutaingia katika hizo dalili, alafu tutazame jinsi sasa ya kujenga namna gani nitajitambua, kwa sababu tumeshaeleza dalili, lakini dalili ipi ili tuone kumbe mimi sijitambui jamani, kumbe mimi sijielewi vizuri hisia zangu na nini. Kwa hiyo dalili, alafu tutahusiana na jinsi ya kujenga namna ya kujitambua inshallah. Lakini hebu nitoe hadithi moja ambayo nzuri sana umezungumza, mashallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitizama hadithi moja akasema, ubghuni fi dhu'afaikum, akasema fa innako, kuhusu mambo madhaifu, kuhusu madhaifu, watu madhaifu. Na madhaifu akasema ni watu kama vile wasio maskini, mpaka akazungumza kwenye hadithi nyingine watoto wadogo au wanawake. Akasema hivi, katika society yote, hata katika familia zetu kuna wenye uwezo, wenye wasio kwa uwezo. Ndio Mwenyezi Mungu alitufanya darajat katika riziki.
Huyu amempa zaidi, huyu amempa nusu, huyu amempa mwingine wengine, ili tutizame namna gani wewe unaweza ukajua kama mimi na kidogo nimsaidie huyu na huyu. Hiyo ndio elimu ya hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa akasema hivi, fa innakum, hakika nyinyi, innama turzaquna wa tustansaruna bi du'afaikum, riziki mnazopata mnazipata kupitia wale madhaifu wenu, nusra mnaipata kwa Mwenyezi Mungu kupitia madhaifu wenu. Kwa hiyo unapotazama katika jamii, katika familia madhaifu, don't repel them. Bana wewe huyu naye bana huyu naye, no. Hata una kidogo basi mpe basi hata kwa siri, kwa sababu turzaquna, sisi tunapewa riziki kupitia madhaifu, watunsaruna bidhuafaikum, nusra unaipata, iwe ni katika afya, iwe ni katika nini, protection unaipata, hujui kumbe umeipata kwa sababu ulimnusuru ule mdhaifu, ulielewa hisia zake. Kuna ile kumsaidia mtu sio hata kipesa, ule mdhaifu tu ukamkaa naye ukamsikiliza tatizo lake. Kuna mtu anataka tu asikilizwe, anasikiliza, unampa nafasi, space ya kutema, ya kuzungumza. Kweli mashallah, Khadija anajua katika counseling one of the step, mpe mtu nafasi ajieleze kabla yaweze kumpa ushauri. Unampa nafasi. Kuna watu hana hata muda wa kumsikiliza mtu mwingine. Mtu ana matatizo yake, mpe nafasi ya kumsikiliza. Useme hawana wataweza matatizo yao, matatizo hujui. Wewe nusura yako inaweza kupitia kwa wewe kumsaidia yule mdhaifu. Riziki yako inaweza kupitia wewe kwa sababu ya kumsikiliza yule. Kusikiliza nini? Hisia zake na ukathibitisha. Hili ni jambo lizuri sana. Sasa sikiliza, hebu turudi katika mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndio mfano mwema ambao tunao. Hatumuigi Mtume kwa kuvaa, hatumuigi tu Mtume kwa swala za ibada, tunamuiga vile vile Mtume kwa how alikuwa na manage hisia, how alikuwa na understand na kujua hisia za wale wanaomzunguka, hasa kwa wake zake. Lipo tukio moja, mke wake Aisha radhiallahu anha alikuwa anasema kana khuluquhu alquran, tabia za Mtume ilikuwa ni all about Quran. Ilikuwa tukio moja lilitokea, sio lile tukio ambalo tulizungumza wiki iliyopita la sahani kuvunja, hili lingine tena la yeye na Aisha radhiallahu anha. Hadithi ya Aisha mwenyewe anasema, siku moja Mtume aliniambia hivi, sikiliza alafu uone hisia za mume vile alivyokuwa na manage na kuelewa hisia za wakeze, ili na mimi na wewe kujue namna ya kuelewa hisia za mke wangu, hisia za mume wangu. Ninapozielewa na mimi najua hisia zangu, zitanisaidia majibu, reaction itakuwa vipi na nini. Hili anasema hivi, Mtume alimwambia hivi, ya Aisha, Aisha, inni la a'rifu ghadabak wa ridak. Inni, hakika mimi najua wakati gani umeghadhibika na wakati gani uko happy, umeridhika. Kwa lugha nyingine ya emotional intelligence, najua wakati gani hisia zako ziko vizuri na wakati hisia zako ziko hapo vizuri. Najua. Aisha kashtuka, akamwambia, wakaifa taarifu dhaka ya Rasulullah, vipi unajua hicho kipindi changu cha kughadhibika na kipindi cha furaha na nini? Hisia nini? State of mind ile ndani ya nafsi yako anaijua. Mimi na wewe, mke wangu, mke wako, mume wangu, mume wako, mnajuaje? Utajuaje? Akamwambia vipi? Akamwambia hivi, innaki idha kunti radiyatan, wakati uko na radhi, uko vizuri, uko happy, hisia ziko safi, qulti, utakuwa unasema hivi, bala wa rabbi Muhammad, hata kiapo utasema naapa kwa Rabb, kwa Mola wa Muhammad. Hapo ukisema hivyo najua mwenzangu iko safi leo. Lakini akasema hivi, wa idha kunti sakhita, wakati umeghadhibika, hauko vizuri, qulti, utasemaje? La wa rabbi Ibrahim, naapa kwa Mola wa Ibrahim.
kwa sababu amemkasirikia mume wake, hata chaja kwa na hapa kwa Mola wa Muhammad, anaacha jina la Muhammad, anasema na hapa kwa Mola wa Ibrahim. Akisema hivyo anajua wenzangu kanikasirikia huyu, haiko vizuri kihisia. Unaona vile uwezo mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa emotional intelligence, uwezo wake wa kutambua hisia na kumanage hisia, na uwezo wake kutambua hisia za mwenzake na namna ya kuzimanage. Aisha mwenyewe akasema qultu, akasema ajal, ni kweli, lakini lastu uhajiru illa ismak, sio kwamba ninakuwa nimekuadhibikia, ni jina tu ndio ninakuhitaji, lakini ndani ya moyo upo. Allahu akbar. Ukitizama hivi maana yake nini hapa Hii inaonyesha jambo muhimu sana katika dini. Kabla ya kuelewa wengine, Mtume alikuwa na ufahamu mkubwa wa hisia na tabia za watu waliomzunguka, na hii ndio nguvu za kitu kinaitwa emotional intelligence. Ukiwa nayo, ikiwa nguvu, maana yake umeelewa hisia zako, umeelewa na hisia za watu wamekuzunguka, itakurahisishia wewe namna ya kuzicontrol na kuzimanage. Iwe ni hasira, iwe ni furaha, utajua namna ya kuvitengeneza hivi. Hata ni conflict, kuna megombana kidogo na nini, utajua namna nita slow down, nitafanyaje, nitafanya hivi, sio huyu ampandisha na impandishe, mtaishia wapi? Subhanallah. Unaona vile mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanatupa uwezo mkubwa. Sasa tukiingiza haya katika ndoa zetu, migogoro mingi ya kwetu inaanza. Mume utasikia, mke wangu haniheshimu, yaani anamtupia mwenzake mpira. Mke anasema, mume wangu hanielewi. Lakini hii kosa kujitambua, yaani unarusha mpira kwa mwingine, lakini mwenye kujitambua utauliza, badala ya kusema kwa nini ananifanyia hivi mume, kwa nini ananifanyia hivi mke, utasema kwa nini jambo hili linaniumiza sana? Kwa nini jambo hili linaumiza sana? Kwa nini ninaposikia naona message au nimesikia mtu amempigia simu mume au kamsikia mke na simjui, ili jambo linaniumiza? Kwa nini? Unaanza kujiuliza kwanza kabla ya kureact tu, kwa sababu ukireact unaweza kureact vibaya. Kumbe ni kaka yake, kumbe ni hivi, kumbe ni hivi, kumbe ni hivi. Kwa hiyo unaanza kujua kwa nini jambo hili linaniumiza sana. Unajitizama tabia yako. Kwa hiyo badala ya kusema mwenzangu ndiye tatizo, utasema naonje, mimi pia naweza kuwa na mchango katika tatizo hili limetokea. Haya yote tunayosoma katika emotional intelligence, na mifano ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ile tulizungumza last week, na hii unaona kama kweli Mtume alikuwa ni kiigizo chema kizuri sana hata katika mambo ya kuelewa hisia na kuzimanage hisia zetu. Wallahu a'lam. Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Naam. Tuendelee. Kabla hatujamaliza, nafikiri tuingie katika dalili za mtu kukosa kujitambua katika ndoa. Hebu nitoe list tu ya dalili, alafu nimpe ukhti aweze kuzichambua zaidi. Dalili ya kujiona kwamba mimi naweza kuwa sijitambui hasa katika ndoa, yaani sina ile self awareness. Moja katika dalili ni kulaumu wengine kila wakati. Lawama. Kuna watu ni kathiratul laum, watu ni lawama. La pili, kushindwa kuomba msamaha. Kuna watu kuomba msamaha ni kazi kubwa, lakini utamwona na nani ya istighfar, tasbih, astaghfirullah, baada sala mara 100 mara 200 kila siku, mara 100 anamuomba nani msamaha? Mwenyezi Mungu. Lakini yeye kuomba msamaha kwa mwingine no. Allahu akbar. Dalili ya tatu, kukasirika haraka. Mshamshawaka. Dalili ya kosa kujitambua. Ukiwa unajitambua, hasira yako kabla ya kuidhihirisha utaanza kuichekesha kwanza. Hii kwa nini na hasira? Ni jambo hili linakasirikisha. Dalili nyingine, kushindwa kurudia makosa yale. Kuna mtu amekosa leo,
anarudia makosa kesho, kaambiwa, lakini next week anakosa, anarudia hivi, next month, wiki inayokuja, mwezi unaokuja anakuja kurudia yale makosa kwa wingi. Dalili nyingine, kushindwa kupokea ushauri. Kuna mtu ni vigumu kwake kupokea ushauri. Allahu akbar. Dalili nyingine, ukipewa ushauri utangulizwa kwanza hoja, very defensive, kujitetea. Anasikiliza ushauri lakini hapa unajua defensive, anajitetea. Ama dalili nyingine, kufanya maamuzi ukiwa na hasira. Na talaka nyingi zinatolewa wakati wa hasira, talaka nyingi zinaombwa wakati wa hasira. Allahu akbar. Hizi baadhi ya dalili, lakini hebu nimrudishie tena ukhti aweze kutoa mwanga zaidi katika hili, alafu tuingie katika jinsi ya kujenga, kujitambua mwenyewe, ndio itakuwa pointi yetu ya mwisho inshallah. Tafadhali ukhti. Shukrani Ustaz. Mimi hapo nitaongezea tu kidogo kwa sababu kila kitu umeweka vizuri, kwamba hayo yote uliyotaja ni kwamba mtu hajajiconnect, hana mahusiano ya afya na yeye mwenyewe, hatake responsibility na yuko selfish. Kuna ile kama ile hali ambazo nimesema kwamba wanasaikolojia wanasema kwamba ni defense, mtu anaweka fence za kujilinda. Ndio hicho nilichokitaja. Kitu kingine ambacho nikikiongezea hapa ni kwamba mtu, mfano labda mume umetoka kazini, umerudi nyumbani, unamkuta mke wako unamjua, ile face contact ile mekutana uso kwa uso, whether style yenu ikoje, unakuwa pale ushajua huyu leo hayuko vizuri. Kama hayuko vizuri, utakuwa unajua huyu yuko vizuri. Kwa hiyo pale, kwa sababu matatizo yanatoka hapa kwamba mtu anakuwa ameona kwamba huyu hayuko vizuri, alafu hakei. Mtume alikia community, alikia watu wa mbali, kwa sababu ndio itatengenezwaje kwamba if you don't care. Ndio wana mko pamoja pale, mnatengeneza janna pamoja. The reason ya marriage ni kwamba mko pale, goal yenu ni pepo. Sasa kama pepo haitengenezwi na hii na mahali ambapo hapana afya, kwa hiyo ile first contact unagundua ule hayuko vizuri. Kwa hiyo pale wewe utamuuliza mbona leo hivi, au mke wako atakwenda labda huko vizuri, yuko hivi. Mara nyingi pale mtu ambaye kama huyo ustazi ambaye amemtaja ana ignore. Kwa hiyo malimbikizo ya matatizo anaendelea, kwa mtu anajitengenezea defense yake, huyu hanipendi, huyu hanikei, huyu hanipe attention, kwa sababu mojawapo ya ndoa ni kupeana attention. Ndio rahma inapatikana pale. Katika Uislamu tumeambiwa, tunarudiwa kila kwenye sura zinarudia, Mwenyezi Mungu ni nini? Mrehemevu na mwenye huruma. Ni sisi tunaambiwa kwamba tuwe hivyo, kwamba tuwe waungwana na tuoneane huruma. Na ndio maana pana kitu wazungu wametugeza kinaitwa empathy, kuhurumiana. Sasa kama mwenzako kaja kakwazwa, alafu ni mme wako, ni mtu unalala naye, unamka naye, alafu you don't care, ina maana hapo kitu gani unataka kifanyike? Sasa kama wewe umemuona vile ujali, sasa pale atakwambia, utamuuliza mbona leo uko hivyo? Alafu atakwambia niko sawa. Sasa toni ya sauti, body language yake inatosha kukuonyesha kwamba yuko sawa. Kwa hiyo inabidi wewe ndio unayemjua pale. Sasa ndio tunakuja kuhurumiana, mwache ajiachie nini. Sasa ndio kuja mambo yao ya kuoneana huruma. Lakini sasa kwa sababu inshallah in the future tutaona stage za ndoa tangu tunavyoanzana mpaka mwisho, mnakuwa mmetoka stage ya kwanza ya honeymoon period mpaka mmekuja ya mwisho, kila mmoja anamdharau mwenzake. Sasa ndoa zinakosa qualities, zinakosa thamani. Kwa hiyo mpaka ibada zinabadilika, kwa sababu nyinyi mkikaa vizuri, kila action unayofanya ndani pale ni ibada, kila action unayofanya. Sasa ikiwa ni opposite, inakuwa sio sahihi.
Shukran Ustaz Ahmed, mimi nafikiri tuachie watu kwa maswali. Naam, mashallah, barakallahu fik. Naam, tuingie katika maswali, lakini kabla ya kuingia kwenye maswali, nafikiri kuna point moja muhimu tuimalizie, jinsi ya kujenga kujitambua. Nitafanyaje sasa mimi nataka niwe na nijitambue? Dalili nimeziona, naam. Sasa nataka nifanyeje mimi kutaka kujitambua? Kuna pointi karibu 3 hizi za kufanya ili uweze kujitambua katika muhasabatu nafsi. Jambo la kwanza, fanya muhasabatu nafsi kila siku. Kaweza at least kila siku, ukikosa basi mara moja kwa wiki. Tumuige ule sahaba aliyobashiriwa pepo. Jamani, hizi hadithi tunaambiwa na Mtume, sio hadithi kusikia tu. Tuzi practice, tuzitende kazi. Kila mmoja wetu kuanzia leo tujitahidi. Sio, hii ni ibada ya wewe peke yako na nafsi yako. Sio ibada wewe na mume, wewe na mke, la, ni wewe na nafsi yako. Waweza kuifanya peke yako baada ya sala, kabla hujalala, waweza kuifanya sijui uko jikoni, waweza kuifanya sijui uko kazini, lakini pawe ibada inaitwa muhasabatu nafsi, kujihesabu, kujitambua, kuchunguza nafsi yako. Ukajiuliza maswali, leo nimemfanyia nini mwenzangu? Nimemuumiza? Nimemthamini? Nimeongea naye vizuri? Nani nimemjibu vizuri? Nani nimemjibu vibaya? Haya ni baadhi ya maswali ya kujiuliza, ndio katika ile muhasabatu nafsi kila siku. Nikishafanya hivi itanisaidia. La pili, tambua vichocheo vya hisia zako, triggers, vitu ambavyo kila mwanadamu ana vitu vyake ambavyo jambo fulani linafanya na kuwa na hasira, jambo fulani linafanya na kuwa na ghadhabu, jambo fulani linafanya na kuwa happy, jambo fulani linakuwa, yani zile zinaitwa vichocheo vya hisia. Nini hunikasirikisha? Kupuuzwa, nikipuuzwa tu mimi nasikia nakasirika. Kutothaminiwa, ile jambo la kwa nini ninyime chochote lakini thamini, kuna mtu anakuwa hivyo. Kwa hiyo unajisamia, kila mwanadamu anazo hizo triggers. Kwa hiyo jichunguze mwenyewe, tambua, kaa chini ujiulize, tia kalamu, jambo fulani hili linakuwa linanikasirisha, hili linakuwa linaniudhi sana, hili linakuwa hivi, linakuwa hivyo. Kwa vielewa hivi, alafu kila siku unakuwa unajitazama, unajaribu kuviavoid visikupati as much as you can. Lakini ni mapungufu hayo, na hakuna mkamilifu, wala sio dhambi. Itakuwa dhambi pale ile hasira zako ukaja kufanya kitendo cha kumudhi Mwenyezi Mungu, hapo ndio inakuwa kwenye dhambi. Kwa hiyo la kufanya nini? La tatu, omba Allah subhanahu wa ta'ala akuonyeshe yale mapungufu, kwa sababu haya mapungufu ndio yanatupelekea kuact vitendo vikaja vibaya, tabia ikaja mbaya. Kwa hiyo solution yaje? Omba Mwenyezi Mungu kila mara. Katika vitabu vya hadithi, ndugu zangu, imekuja kwa riwaya tofauti tofauti, na kutajwa sana wanazuoni, kama vile kuna dua, maana kubwa sana dua, ya kumuomba Mwenyezi Mungu uongofu na basira. Iko dua moja tunaisikia sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alitufundisha dua hii. Unajua hizi dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wanazichukua, anaandika kwenye kitabu, anakaa asubuhi, nimeanza kusoma adhkaru sabah, anasoma anasoma lecture, ana recite dua leo asubuhi, mashallah nimemaliza dua zote adhkaru sabah. Ikasoma, umeomba au umesoma tu? Sasa kuna kusoma na kuomba, kazingatia yale ninamuomba nini Mwenyezi Mungu. Sasa hebu tafakari hii dua moja ambayo mnaijua sana hii dua. Mtume anasema hivi, omba dua hii: Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Mwenyezi Mungu, tuonyeshe haki kuwa ni haki na uturuzuku kuifuata. Wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. Na tuoneshe batil
kuwa ni batil na uturuzuku kuepuka batil. Hadithi hii au dua hii iweke katika mada yetu ya emotional intelligence. Wakati mwingine tunafikiri tumedhulumiwa, wakati sisi wenyewe ndio tumedhulumu. Dhulma ni batil. Muombe Mwenyezi Mungu nionyeshe batil. Pengine nimefanya dhulma kwa mtu sijui, bila kujua. Nionyeshe Mwenyezi Mungu. Unamwomba Mwenyezi Mungu na atakuonesha kwamba hii ni dhulma hii unafanya. Warzuqna ijtinaba. Muombe Mwenyezi Mungu akuepushe, akutenge mbali na hivi. Wakati mwingine unafikiri tunarekebisha, wakati kumbe tu tunaharibu. Mtu anakupa nasaha, unataka unarekebisha, kumbe ndio unaharibu. Sasa muombe Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, hapa sijui, wewe ndio mwenye kujua. Na dua nyingine iko Mtume anatuambia hivyo, wa astaghfiruka lima la a'lam, na kuomba Mwenyezi Mungu nisamehe na yale ambayo sijui. Wakati mwingine unatetea haki yako mwenyewe, wakati tunafuata hasira zetu. Unatetea haki, kumbe ni hasira ndio unaziexpress. Sasa ndio maana Mtume SAW alitufundisha tusiamini tu nafsi zetu moja kwa moja, bali tumwombe Mwenyezi Mungu atuonyeshe ukweli, akuonyeshe mapungufu. Kwa lugha nyingine ni kama kwamba muumini anasema, Allah, usiniache niwe kipofu kuona mapungufu yangu mwenyewe, nionyeshe, niyajue, avoid, kwa sababu ya mapungufu ni hasira, ni kununa, ni hivi, ni kisirani, ni hivi. Haya yananifanya na kuja kutenda vitendo, vinakuja kuharibu ndoa, vinaharibu mpaka watoto, na watoto nawalea katika environment ya hasira, environment toxic, environment ya kununa, environment sijui hakuna hubu, hakuna nini, hakuna mapenzi, hakuna sakina. Nini? Source asili ni hisia. Kwa hiyo katika matumizi ya ndoa, hadithi hii au dua hii, katika migogoro ya ndoa, mara nyingi kila mmoja anatetea haki zake. Mimi ndio mwenye makosa, ndio mwenye kosa. Mume anasema mke ndio mwenye kosa, mume anasema mume ndio mwenye makosa. Lakini ukiwa na kujitambua, utasema Mwenyezi Mungu, ikiwa kosa langu, ukiwa kosa liko kwangu, basi naomba nionyeshe. Nani anaanza kuomba ile dua jamani? Nimegombana na mke, nimegombana na mume, au nimegombana na ndugu. Unakaa chini kwa sababu, ya Rabbi, ikiwa kosa, wewe unaona kama hauna makosa, lakini unamwomba, ya Rabbi, ikiwa kosa ni la kwangu, naomba nieleweshe, nionyeshe kama mimi ndio nina makosa. Ikiwa ninazungumza kwa kiburi, ya Rabbi, nionyeshe. Ikiwa ninaumiza mwenzangu bila kujua, nionyeshe, ya Rabbi. Ikiwa hasira zangu zinaharibu nyumba yangu, nionyeshe. Hii dua, ndugu zangu, Allahumma arina alhaqqa haqqan wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Nionyeshe ubaya, hii ni njia mbaya, ili nijiepushe, na ruzuku niweze kuepukana nayo. Mifano ndugu zangu ni mingi. Ndio ile dua ambayo Mtume SAW ametufundisha. Dua hii tuiweke katika emotional intelligence. Tukielewa mtu mwenye akili ya kihisia ya emotional intelligence ikiwa kubwa, si yule anayeona makosa ya wengine kwa haraka, la. Mwenye emotional intelligence kubwa ni yule ambaye Allah amempa uwezo wa kuyaona mapungufu yake mwenyewe kabla ya kuona mapungufu ya wengine. Hii inaingia vizuri sana ndani ya mada yetu hii ya msingi wa kwanza wa akili ya hisia, kujitambua, kwa sababu ndiyo inayogusa mambo yote, dua na tazkiyatun nafsi. Insha Allah, nafikiri yanatosha haya kwa leo. Tujiache kama kuna baadhi ya maswali ya kuhusu mada. Insha Allah tumeongea mengi na muhimu sana. Sasa naomba niongezee kidogo. Tafadhali, karibu. Umeongea hapo, Mwenyezi, dua hiyo uliyosema kwamba Mwenyezi Mungu usiniache niwe kipofu, kama dua ya hisia. Na unaona pale tumetolewa mfano wa hisia kwa kutumia kipofu. Umeona matendo ya hisia, ona Mwenyezi Mungu alivyo connect pale. Hiyo dua ina maana unakuwa kipofu kwa kuto kuzingatia matendo ya hisia, ambayo kuna maongezi ya viungo ambayo tunaita
wazungu wanaita non-verbal cues, matendo ya viungo, kwa sababu ndio vinakufanya, kwa sababu kuongea ni only 7%. Kwa hiyo maongezi makubwa ni ya viungo. Ndio hiyo kwamba usilete nilikuwa kipofu, na tukaonyeshwa mfano wa kipofu kwa kutumia kipofu ili tu reflect kwa kutumia matendo ya viungo. Shukrani. Inshallah, barakallahu fik. Naam, hebu tunafungua nafasi ya maswali jamani, tafadhali. Ni kama kuna any swali unaweza kuweka mkono ukauliza swali, au unaweza kuandika vile vile, lakini tuulize katika mada hii ndio ili tupate faida vizuri. Kama yote ana swali anakaribishwa inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti hatusikii vizuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana Ukhti Salma, sauti kidogo iko chini sana Ukhti Salma. Labda simu yangu labda kidogo ndio ina tabu. Ukhti Salma alikuwepo hapa man. Tafadhali Ukhti. Nilikuwa nataka kuongezea tu kidogo Ustaz Ahmed. Tulikuwa tunakusubiri sana. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbi. Nilikuwa nataka kuongezea tu kidogo kuhusu darsa. Alhamdulillah, tunashukuru kuwa ni darsa nzuri sana ambayo sote kuna ugumu kati ya hii darsa kwa sababu ni mambo ambayo ndo kwanza tunayasikia, kwa hivyo kuyatekeleza kidogo itakuwa ni vigumu. Ni kutoa tu ushauri kuwa step ya mwanzo ya kama ulivyoelezea hizo step za mwisho 3, step ya mwanzo ambao kwa sisi binadamu tulivyo, kwa vile tushatoka na mambo mengi katika akili zetu ambayo tumeona ni mambo ya kawaida kwetu sisi. Kwa hivyo wewe mwenyewe kujiona kama ni makosa au ni mkosa inakuwa ni vigumu sana kutaka kujirekebisha. Mimi ninashauri watu tu kuwa unapotaka kulifanya hili jambo, sisi tunasema uwe positive, kwa maana ya kuwa kile kitu usikitafsiri kile kitu. Hata ukitaka kukitafsiri, tumia lugha kiwa kirejeshe kiko katika usawa. Mfano tunasema kama huna uwezo wa kununua gari ya BMW, lakini instead ya kusema mwenzako kakwambia gari nzuri ya BMW, sasa wewe kwa vile unataka uwe positive na kwa vile instead ya kusema kwa nitaimiliki vipi mimi gari ile, kwa pale wewe ushatoka kuwa Mwenyezi Mungu anaweza akakupa uwezo ukaimilika hata ukawa una umaskini gani. Sasa pale ndo tunasema uwe positive, kuwa tunakuja tunasema Allah akinijalia nitaipata gari ile kwa uwezo wake yeye. Kwa hivyo ile positive ya kila kitu kukibadilisha kuwa positive, kuwa Allah atakavyokujalia, ndio pale utakapoanza kuweza kujirekebisha hisia zako ambazo unakuwa unamfikiria yule mwenzako. Zile ndo zitaweza kukusaidia kidogo kidogo. Si jambo rahisi, ni kwa sababu ni mambo ambayo tulikuwa hatujayazoea, na sasa hivi alhamdulillah tunasoma, elimu ndo inakuja, kwa hivyo inabidi ni kidogo kidogo, na zaidi kwa sababu ya culture zetu ndo sana zinakuja. Ni mtihani mkubwa sana kutokana na tulikotoka na mpaka leo hapa tulipofika, tunakuja tunasomeshwa kitu kama hichi kisaikolojia. Kwa hivyo ni kigeni sana na ni kigumu. Nilikuwa nitaka kuchangia hizo tu. Insha Allah, Allah atufanye wepesi ya Rabbi. Asante sana Ukhti Salma, kabla hujaenda hebu niulize swali kwa sababu na deal sana na watoto. Je, unaona darasa hili au mada hii ya emotional intelligence vile vile inaweza kusaidia kwa watoto, kwa sisi wazazi kuwafundisha watoto wetu, kwa sababu na wanatakiwa na wenyewe kuelewa hisia zao, na mtoto akikua akia na makuzo kwamba anaelewa hisia zake, anaelewa hisia za wengine. Unaonaje darasa hili vile vile kwa watoto? Ni sisi wazazi kuwafundisha watoto au kivipi, yani kwenye upande wa watoto, katika expertise yako ya kudili na watoto? Kwa upande wa watoto ni darasa ni zuri sana ambalo hata sisi tunakaa kuwa tunasema mtoto msikilize zile hisia, kwa sababu vile wewe unavomjudge
ndo pale sasa anapata hisia nyingine. Ndo hiyo niliyosema kuwa sisi tuko negative, hatuna positive. Kwa hivyo katika kuwaamrisha watoto wetu tuko negative, katika kuwapa maelezo tuko negative. Maanake wewe unamweleza mtoto wako anapokwenda kuoa, ndo unakwenda huko kuoa, mwanamke yuko hivi yuko hivi. Sasa wewe unampa negative badala ya kumpa positive. Kwa hivyo it means wewe mzazi unaanza toka uko nyumbani kwa watoto wetu, na sisi huko tulikotoka ndo tulivyokulia vile. Kwa hivyo ni sawa sawa na sisi, inabidi hili darasa liendelee, hasa kwa sisi wazazi. Vipi tunatoa instruction, communication kwa watoto wetu, ili kuzijenga hisia zao ziwe za kujihisi kuwa ajifikirie. Sisi mara nyingi tunatumia mpe mtoto confidence. Unapompa mtoto confidence, kwa hivyo ina maana confidence ile utakayompa ataweza kwenda kusoma skuli akawa ana confidence na anachokifanya, ataweza kuleta maamuzi akawa na confidence kwa anachofanya na ufahamu kwa nini anafanya vile. Nafikiri nimejaribu hapo. Mashallah, barakallahu fik. Nafikiri umezungumza jambo kubwa sana kwamba sisi wazazi kuwafundisha watoto wetu, na hasa kwa watoto wenye kutaka kuolewa, wenye kutaka kuoa. Nafikiri kila mzazi hapa, na hatuwezi kumfundisha mtoto kabla sisi hatujaelewa mada. Kwa hiyo inshallah tuendelee na mada hii kama alivyosema ukhti, ili tusaidie, sio tusaidie sisi wenyewe, bali tusaidie vile vile kuwafundisha watoto wa kike wa kiume, hasa katika ndoa. Na hapa ndio target kubwa nyingine muhimu sana. Watoto wanaingia katika ndoa, hisia ziko tofauti, hajielewi anaingia kwenye ndoa, wa kike na wa kiume. Huyu hajielewi na hajielewi, hana kuja kwa pamoja. Ndio pale baada ya miezi mingapi tu ameshachokana, wameenda kwenye malengo tofauti, haelewi malengo ya ndoa ni nini. Basi inakuwa ni tabu sana. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana 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 kuwapa watoto wetu, hasa watoto wetu wa madrasa wale kuanzia miaka 10 na ngapi, ili kuwapa elimu ya kujitambua wenyewe, muhasabatu nafsi inshallah. Naam. Kuna yote ana swali? Naam, kuna anauliza hapa kuhusu link record, itarekodiwa inshallah, inarekodiwa kwenye YouTube, na baadaye Ustaz Sheikh Faisal hapa iko hapa atatupa link na tutaiweka kwenye group, na yote anataka kujoin group anaweza kuandika tu namba yake hapo, nitamadi kwenye group inshallah, atakuwa anapata direct link ya kwenye YouTube ya darasa inshallah. Naam, yote na swali? Hakuna swali jamani? Expect swali kubwa kwenye nini? Ustaz Ahmed, naomba mimi niongezee kwa alivyoongea Aunty Sara, kwa sababu naona hamna swali. Tafadhali. Ilikuwa niache watu wale, lakini naona bado kimya, kwa naona niongezee. Katika ufanyaji wangu kazi kwenye kesi zangu, mimi na prefer watu wazima, generation yetu, kwa sababu wana more emotional intelligent kuliko vijana. Kwa hiyo hili darasa ni vizuri sana, kwa sababu vijana wa sasa hivi kuna maisha wameyakosa ambayo sisi tuliyapata. Ile social, kwa sababu binadamu ni social creature. Binadamu ndio maana tukaambiwa jama katika Uislamu. Na katika Uislamu unaona kwamba wanawake wana more jama kuliko wanaume. Automatic mwanamke mkihamia mahali kashapata mashoga. Ndio maana mwanamke hajaambiwa aende Ijumaa, sijui Jumatatu, sijui atakuwa hivi, sijui, lakini wanaume wameambiwa, kwa sababu wanaume kama wasingeambiwa waende Ijumaa hivi ingekuwa kutafutana. Na ndio maana wanawake ni rahisi kwenda kutafuta, na ndio maana unaona hata suicidal rate, mental health iko less kwa wanawake, japokuwa sio kwamba wapate matatizo wanapata. Sasa iko more kwa younger generation kwa sababu ya uongo, deception ya generation ya sasa hivi. Hakuna ukweli, hakuna ubaya. Yani wewe utakiwa ukemee ukweli, unatakiwa ukae katikati. Mtu hajui kama ni mwanamke wala mwanaume. Kwa hiyo watoto wakija kwenye kesi hawawezi hata kuongea, ka go through something, lakini anajibu ndio.
yani hajiachii, hajidadavui. Kwa hiyo emotional intelligence iko less. Mimi nawaambia hata mabosi wangu, naambia bwana, mimi napenda watu wazima, mimi sitaki hao vijana. Hao vijana yani unapata tabu kuchokonoa tatizo alilolipitia, yani wewe ndio unakuwa unamforce. Lakini kwetu sisi ilikuwa iko vizuri kabisa. Kwa hiyo mimi ndio hicho nacho suggest. Alafu kitu kingine ambacho ningependa kuongeza kwa ndugu zangu Waislamu ni kwamba kuna kitu natakiwa tubadilike. Judgment iko kubwa sana kwetu kuliko wakati dini yetu imeweka black and white, kila kitu kipo kwetu. Mimi nikisoma psychology napata huku, nikija huku napata. Sasa kwenye kesi anakuja mfano mwanamke kabakwa, wazungu, alafu na mume wake naye kaja kumsupport emotionally. Mina believe kwamba ingekuwa ni kwetu na talaka na kila kitu na nini, ndio kweli inaweza kwamba yule kadanganya whatever, lakini una kesi ambazo ni kweli, ni true kwamba yule kweli kabakwa. Lakini kwetu sisi sidhani kama yule mwanamke angekuwa supported, au opposite, mwanaume kabakwa. Ana mwanaume anakuja kabakwa, mwanamke naye kaja anamsupport. Kwa mwanamke naye anasupportiwa. Kwa hiyo mimi naona kuna haja sisi kubadilike, alafu tuzingatie modern life kwamba ni sababu kubwa ya ndoa kuathirika, kukimbizana na maisha, kuwa attached na dunia, kushikilia sana dunia, mnakimbiza pesa mjenge nyumba, usijue na gari zuri, una gari umepaki pale nje sijui la ngapi, utakuwa huna ibada zako, utakuwa dhaifu, utakuwa unalipua. Kama unashindana na magari, kuna unafanyia kazi sijui magari, sijui simu, sijui na iPhone, sijui na nini. Kwa modern life itakuchukua usiwe na nafasi hata quality time na mke wako, kwa sababu utakuwa unakimbiza pesa, huna self care, ukirudi nyumbani umechoka, umelala, huna muda na mke wako. Shukrani. Asante sana Khadija. Nafikiri hakuna swali lingine, kama kuna yote na swali. Kama hakuna swali, mimi nina swali, sio swali lakini ni zoezi, ni kama assignments. Yani tunajipa sote inshallah, baada ya darasa kila mtu akiwa nyumbani aweze kufanya hili zoezi. Ingependeza tukaifanya katika darasa, lakini muda umesharepa. Kwa hiyo tufanye zoezi hili katika kujitrain na kujizoeza haya mambo ya kujitambua, ya emotional intelligence. Inshallah tufanye exercise hii, kujiuliza swali baada ya darasa. Kila mtu nyumbani utajiuliza swali: ni nani katika maisha yako ambaye unatamani kujenga, kurejesha au kuimarisha muunganiko wako au kihisia na yeye? Nani katika maisha yako unataka kuimarisha au kujenga, kurejesha uhusiano wa kihisia? Yaweza kuwa ni mume wako, yaweza kuwa ni mke wako, yaweza kuwa ni mama, baba, mtoto, ndugu, rafiki, au mtu ambaye mahusiano yenu yameanza kuwa na tatizo kidogo. Kiubinadamu, kila mtu lazima atakuwa na hilo, na mimi mwenyewe nipo vile vile. Sasa usichagui mtu aliyekuwa rahisi. Exercise hizi, chagua mtu ambaye ana nafasi muhimu ndani ya moyo wako. Sawa? Sasa jiulize kimya mwenyewe na nafsi yako katika muhasabatu nafsi: mara ya mwisho nilizungumza naye kutoka moyoni ilikuwa lini? Mara ya mwisho nilimsikiliza bila haraka ilikuwa lini? Mara ya mwisho nilimthamini ilikuwa lini? Mara ya mwisho nilimshukuru ilikuwa lini? Haya maswali utajiuliza mwenyewe. Sasa kama uko tayari, nataka unachukua muda kidogo, alafu chukua simu yako, uwasiliane na yule mtu. Voice message, usimpigie simu, tuma tu ujumbe mfupi. Usimpigie simu ukaanza kuleta tatizo, unajua wewe ulikosea. Usimpigie kuanza kulalamika.
mpigie au mtumie message ili kuunganisha nyoyo hiyo kata. Unaweza mathalan kusema assalamu alaikum, nimekukumbuka leo na nilitamani kusikia sauti yako, au nimegundua kuwa wakati mwingine shughuli za maisha hutufanya tunasahau kutunza mahusiano yetu, kwa hiyo leo nimekukumbuka. Au ukaandika kwamba nimetafuta tu kukuambia kuwa ninakuthamini ndugu yangu, au nitaka tu kusikia sauti yako leo. Dakika moja, dakika mbili, basi mtumie message huyo mtu ambaye muda mrefu mahusiano sio mazuri, hisia kidogo zilikuwa tatizo wewe na yeye, mume, mke, mtoto, ndugu, jamaa, rafiki, mzazi. Fanya hivyo katika muhasabatu nafs. Kumbuke yule sahaba alibashiriwa pepo kwa sababu ya hilo, safisha nafsi yake. Fanya hivyo, alafu baada ya kufanya ujiulize umejisikiaje baada ya kufanya hicho kitendo. Fanya lillahi, lakini usifanye kwa sababu yetu. Lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Unakuwa umejisikia vipi? Ilikuwa rahisi kwa kufanya hivyo au ilikuwa vigumu? Nini kilikuwa kinakuzuia kufanya jambo hilo kabla? Exercise nzuri kama tukijitahidi kufanya hivyo kwa ikhlas, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, baada ya darasa kusikia Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani, sio kusikiliza tu darasa. Zingatia na ubadilike. Zingatia, apply ile vitendo ili ubadilike. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi, Allah anasema laiti kwamba watu wangekuwa wanayatendea kazi yale ambayo wamepewa mawaidha, lakana khairan la kwao. Kwa Mwenyezi Mungu atujalie tufanye exercise, alafu jaribu ujiulize, ilikuwa rahisi kufanya hivyo, ilikuwa ngumu? Baada ulijisikia vipi baada ya kufanya hivyo? Fanya hivyo kwa sababu wapo wanandoa wanaishi nyumba moja, lakini nyoyo zao zimeanza kuishi mbalimbali. Hisia ziko tofauti. Akili ya kihisia, emotional intelligence, huanza pale tunapoacha kudhani kwamba mwenzangu ndiye tatizo. Unaanza kunyoosha hilo ndio jambo la kwanza. Hapo ndo panaanza. Mwenyezi Mungu atujalie sote miongoni mwa wale ambao wanasikiliza kauli yake na kuyafuata aliyokuwa mema. Tunaomba Mwenyezi Mungu atuongoze sote. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Tunaomba Mwenyezi Mungu atuoneshe yale makosa khairi, tuione kama ni khairi na tuifuate, akatuonesha njia ya batil na tukaielewa kama ni batil, tukaepukana nayo. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Inshallah tukutane tena Jumapili ijayo, tutaendelea tena na mada hii. Baada ya kushakuelewa msingi wa kujitambua, tutakwenda kwenye msingi wa pili, ambayo sasa ni namna ya kumanage hisia zetu na namna ya kutambua hisia za wenzetu, wale ambao wanatuzunguka. Kama alivyosema Ukhti Khadija, mwanadamu ni social entity, ni kiumbe social creature, ni kiumbe ambacho kinaishi na watu katika familia, katika jamii. Uhusiano wako na Allah, uhusiano wako na jamii vile vile na katika familia. Kwa hiyo inshallah wiki ijayo tutakuwa na makhti wetu katika jopo letu hili kwenda kwenye msingi wa pili, namna ya kumanage hisia zetu na namna ya kutambua hisia za wale ambao wanatuzunguka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.